Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Bwana abariki fungu kuu. Wakamwambia, ni ya Kaisari. Akawaambia, basi nipeni Kaisari yaliyo Kaisari, na ya Mungu yaliyo ya Mungu. Mathayo 22 mstari wa 21. Sabato moja mchana, baada ya ibada, binti wawili, mtu na dada yake, walikuwa wakirudi nyumbani kwao wakiwa ndani ya gari lao. Waliingia katika mjadala iliyohusu hubiri la mchungaji. Binti mkubwa akamuuliza mdogo wake kama alisikia kile mchungaji alichokihubiri. Dada mkubwa akasema kwa tabasamu kwamba alisikia huzuni kwa sababu hakuweza kutoa kitu kwa Mungu sabato hiyo. Akishangazwa na kile dada mkubwa alichosema, dada mdogo aliuliza, kwa nini hukutoa? Hasa kwa sababu alikuwa na ajira yenye mshahara mzuri na mwingi. Dada mkubwa akajibu, nilitumia fedha kuliko kiasi wakati wa majira ya mwisho ya mwaka mpya, na nitakuwa mwangalifu zaidi sabato ijayo nitatoa sadaka. Kufika hapa, yule dada mdogo akajibu, mimi pia nilikabiliwa na jaribu la kutumia fedha kuliko kiasi, lakini nilitenga kwanza kile kiasi kwa ajili ya Mungu, kisha nikamwabudu na kuishi kwa kutumia kile kiasi kidogo na kilinitosha. Tunapojiandaa kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka mpya, hebu tupange kwa uangalifu matumizi yetu, tukihakikisha kwamba hatutumii kile ambacho kwa haki kabisa ni cha Mungu. Kile tukitoacho kila juma, ikiwemo msimu wa sikukuu, kitasaidia katika kuwafikia watu kwa ujumbe wa upendo kutoka kwa Mungu. Hebu tutoe kwa ukamilifu kile kilicho cha Mungu na tukumbuke kusherehekea sikukuu za mwaka kwa moyo wa uinjilisti. Bwana hawabariki. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Mtakatifu, mtakatifu Baba juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Mwenyezi Mungu, asante kwa upendo na baraka zako. Mwenyezi Mungu, tunapoenda kutolea sadaka zako, tunaomba ukazibariki na uzitakase kwa utukufu wa jina lako. Amina. Kale, wakati dunia ilipokuwa katika maovu, watu walikuwa wanatenda dhambi, watu walikuwa hawamsikilizi Mungu wala kufuata maagizo yake. Mungu akasirika, Mungu akachukia, Mungu akasema watu hawa wamenikwaza, wamenichukiza. Basi watoto ni waombe kwanza, tuishi hapo. Fumbe macho, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mbele zako watoto tunatamani kujifunza.
Basi tunaomba neno lako likakae katika mioyo yetu, ukatufundishe wewe kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Okay, basi na watoto wakubwa tutawasapoti watoto, tunahitaji tuimbe. Jamani watoto, tunaimba. Tuweke mikono yetu hivi. Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto, ananipenda, anakupenda, Yesu apenda watoto. Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto, ananipenda, anakupenda, Yesu apenda watoto. Nasi tumtii Bwana, nasi tumtii Bwana, ananipenda, anakupenda, Yesu apenda watoto. Basi katika kipindi hicho dunia ikiwa imeoza na machafuko, alikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtiifu. Alikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa nani? Mtiifu. Ni mtu mmoja ambaye alikuwa mtiifu. Mtu huyo alikuwa mnyenyekevu kwa Mungu. Mungu akasema naye. Mtu huyo alikuwa anaitwa Nuhu. Mungu akamwambia Nuhu, mwanangu Nuhu, tazama dunia imeoza, imechafuka, ninaenda kuiangamiza kwa gharika kwa sababu ya maovu yao. Naenda kuiangamiza kwa gharika kwa sababu gani? Maovu yao. Lakini wewe na nyumba yako, kwa kuwa mmenitii, mtaokolewa. Kwa kuwa wewe na nyumba yako, kwa kuwa mmenitii, mtaokolewa. Amina. Amina. Basi Nuhu, katengeneze safina, uingie wewe na familia yako na wanao vijana wako watatu, Shamu, Hamu na Yosefati, na wake zao wote waingie ndani ya safina. Amina. Amina. Wote waingie wapi? Ndani ya safina. Na wanyama wawili wawili wote waingie ndani ya safina. Wakaingia ndani ya safina, ikapiga mvua moja ya hatari kwa siku ngapi? 40. Watoto semeni 40. 40. Bonge la mvua ndani ya siku 40. Sawa watoto? Lakini baada ya mvua kuisha, baada ya gharika kuisha, watoto, Nuhu akiwa ndani ya safina, wale wenzao na mimi sasa walikuwa na mkashifu Nuhu. Mashauzi classic wale. Wale walikuwa na mkashifu Nuhu. Mashauzi classic wanajiita wenyewe. Wewe unajifanya kutengeneza safina, unajifanya kutengeneza meli kubwa hapa nchi kavu. Katengeneze meli yako huko baharini. Wote Watasema wote wale wote walikuwa wanamdhihaki na kusema, wewe unataka kutengeneza meli yako hapa nchi kavu, nenda katengeneze meli yako huko baharini. Wote Jamani, kwaya ya vijana, wale wote wasiotii amri ya Mungu siku ya mwisho tuseme wote Jamani, watoto wakubwa, tushirikiane kwa pamoja. Wale wote wasiotubu na kuziacha dhambi siku ya mwisho wote Mimi na watoto naomba tukakae. Wote bado tunaendelea. Kwanza tulianza somo letu. Watoto tukae kwa kutulia. Watoto wazuri. Mwalimu mzuri. Watoto wazuri. Mwalimu mzuri. Haya watoto, sasa ni muda wa swali, tuulizane. Somo letu linafundisha nini? Nani tuambie tulifunza nini? Karibu dada. Tuambie somo letu linafundisha nini? Somo letu tunajifunza kuwa kuna njia ya kusoma. Jamani, sema amina. Amina. Mingine. Amina. Amina. Sasa kichwa cha somo letu kinasema heshima na utii. Watoto tuseme heshima na utii.
heshima. Utii ni nini? Utii ni nini? Utii ni ile hali ya kutenda sawasawa na maagizo pasipokuwa na manunguniko yoyote. Maagizo kutoka kwa nani? Anatuambia maagizo kutoka kwa nani? Maagizo kutoka kwa Amina. Amina. Kidogo. Wewe pia. maagizo kutoka kwa mtu yoyote. Jamani, mpenda neno kubwa. Amina. Kutoka kwa Mungu, utii kutoka kwa mtu yoyote au mzazi, na utii kutoka kwa watu wote wanaozunguka. Jamani, tuseme amina. Amina. Utii kutoka kwa Mungu. Jamani, kuna sehemu nisikia kwenye kisa chetu, Nuhu kaambiwa akatengeneza safina, akaanza kukataa, bwana mimi na mambo yangu nataka kucheza mpira, nataka nini. Mmesikia watoto? Alitii Mungu, si ndio? Ndio. Wakati walisikia Nuhu akikataa kinungunika. Sasa watoto wanaagizwa maji na mama, anaenda kwa mama, anatuma kila saa, amechoka, anaenda kuleta maji lakini analalamika, mimi mama anatuma kila saa, si ndio? Tuweni watiifu. Amina. Amina. Mtu yoyote ambaye sio mzazi tunatakiwa tumsikilize. Watoto wanalalamika, jamani, huyu sio baba yangu, sio mama yangu, sio kaka yangu, sio dada yangu, lakini Mungu hataki hivyo. Anataka Mungu wote ambao wametuzidi umri tuwatii. Heshima ni nini? Naye msaidie. Watoto mtaki. Niambie, heshima ni nini watoto? Watoto wazuri. Heshima ni ile hali ya ndani ya uthamani anayokuwa nayo mtu. Ni nini? Ni ile hali ya ndani, yaani kitu cha muhimu, ya uthamani. Ni ile hali ya ndani ya uthamani anayokuwa nayo mtu. Anakuwa nayo mtu hali ya ndani ya uthamani kwa nani? Amina, kwa Mungu. Mwingine. Ya, amina, mwalimu anisaidie kwa mtu yoyote mwingine. Kwetu sisi wenyewe. Ile hali ya ndani unayokuwa nayo mtoto ya kumwona Mungu ni mzuri, anafaa kupendwa, anafaa kusikilizwa, amri zake tunatakiwa tuzitii. Hiyo ni heshima. Amina. Ile hali ya ndani tunayokuwa nayo watoto ya kuona wazazi wetu ni wazuri, wana hadhi ya kupendwa, wanastahili kutendewa mambo mazuri, hiyo ni heshima. Ile hali ya ndani tunayokuwa nayo sisi watoto binafsi ya kujipenda. Wakati wanajipendi, watoto wajipendi, wote tunajipenda. Ile hali ya ndani watoto tunayokuwa nayo ya kujipenda, kujijali, kujifanyia mambo mazuri, pia ndio kujiheshimu, kwa sababu watoto pia tunahitaji tujiheshimu. Semeni watoto tujiheshimu. Na tufungue Biblia zetu Efeso 6 mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Waheshimu nani na nani? Watoto wakubwa jamani. Waheshimu nani na nani? Hiyo ni maagizo moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Tufungue Biblia zetu tena, kwa sababu Biblia inatupa ushahidi ya kwamba watoto tunatakiwa tuwe watiifu na wenye heshima. Watoto pamoja na watu wazima, watoto wakubwa jamani, tufungue tena Biblia zetu katika Wakolosai 3 mstari wa 20. Wakolosai 3 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote,
watiini wazazi wenu katika nini? Jamani watoto, watiini wazazi wenu katika nini? Amina. Watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Ukimtii tu Mungu, Mungu anafurahi. Ukimtii mzazi, Mungu anafurahi, na jambo hilo linampendeza. Lakini kabla ya kumaliza, tumekaribia kufika mwisho, kwamba mstari kitu gani anajua kusoma? Biblia. Na anajua kusoma Biblia. Unajua kusoma. Tufungue Mathayo 15 mstari wa 4. Mathayo 15 mstari wa 4. Amina. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Hakuna. Kuwa Mungu alisema, heshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Kuna. Mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Mameli tuindo watoto. Machache ambayo Mungu ameandaa kwa siku ya leo kwa sisi vijana wakubwa. Nimepata tabu sana kutafuta somo ambalo litatufaa. Kawa najiuliza kulingana na upepo uliopo au niongelee siasa kama kwa yani tembelee huku ndio vijana wataelewa. Kasikia roho inaniambia hapana, kwa sababu hapa si uwanja wa siasa. Sikasema niongelee nini, yani tuseme nini. Cha siku basi nikapata kichwa cha somo ambacho kinasema tuyatambue mambo haya vijana tunapoishi duniani. Tutambue mambo haya, ni machache tu yako, yani sio mengi. Mengine yapo mengi, lakini Roho ameniongoza tuyatambue haya. Mnasemaje? Amina. Fungu letu kuu la Mhubiri 12, fungu la kwanza. Taomba mpate maiki hapa tusome fasta. Twende kama vijana. Hebu kabla hatujaanza somo tu wazee wasimame. Yaani wewe kama unajijua wewe ni mzee kwenye hili kanisa. Sasa umekuja leo, sio wazee wa kanisa, yaani wazee kwa maana ya umri. Hebu tusimame wazee. Jamani, mkae wazee wangu. Jamani wazee kwenye hili kanisa tunao wazee 12. Mnasemaje? Makulu tuna bahati. Makulu tuna bahati. Unajua kwa nini nasema tuna bahati? Kwa sababu wazee wapo 12 tu. Wengine wote ni vijana. Sasa sijui tunakwama wapi. Vijana hizi tunakwama wapi? Sio tushamaliza hapa, yangu ilikuwa inapendeza, choo kishaisha, jengo limesimama. Popo vijana wote huko. Kasoro wazee 12. Yaani wazee tukikuwa tunaomba ushauri. Eti tunakwama wapi?
Basi msomaji, naomba usomee fungu hilo ili twende haraka. Neno la Bwana linasema, nasemaje? Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kumbe kuna siku zinakuja ambazo ni mbaya. Wala haujakaribia miaka utakaposema. Wala haujakaribia miaka hiyo. Hebu mzee Manyanya, hebu naomba usimame. Samahani, maana mzee wangu anaweza kwenye kwaya nini tuna interact sana. Wala haujakaribia miaka ile. Kwa hiyo Mungu amefanyaje? Amemimina roho yake juu yetu ili tuweze kufanyaje? Kuona. Tunaona nini sasa? Maono. Na ndio maana leo kanisa limeamka na kutambua kwamba vijana wapo mna maono. Sasa hayo maono Mungu aliyoyaweka kwenu yanatakiwa yatumike. Wapatikane viongozi wenye maono wa kuliona kanisa likikua kabisa kwa miaka ijayo. Nafikiri sasa hivi tulikuwa na ile kwamba mtu mmoja ndani ya miaka, yani tuwe mara mbili tunapofikia 2025 tuwe tumedamu, si ndio mzee? Kwa hiyo Mungu ameweka maono, na nafikiri walipokaa haya maono yalitolewa na vijana kwamba wanaliona kanisa kwa miaka 5 ijayo tuwe tumedamu. Mungu anatamani kama vijana tutambue uwekezaji aliyoufanya kwenye maisha yetu. Jambo la tatu, Mungu amewekeza nguvu, vipawa na rasilimali. Fungue Yohana wa kwanza 2 fungu la 4 kwa vijana. Yohana wa kwanza, Injili ya Yohana wa kwanza 2 fungu la 14. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 28. Fungu la 14. Wenye macho yajaye uzinzi. Narudia. Wenye macho yajaye uzinzi. Watu wasiokoma kutenda dhambi. Ndio. Wenye kuhadaa. Roho zisizo imara. Wenye mioyo iliyozoezwa. Amani. Wana wa laana. Usomani, kwa sio hiyo. Unasoma ngapi? Waraka wa kwanza wa Yohana 2:14. Ndio. Naisoma. Nimewaandikia ninyi vijana akina baba kwa sababu mmejua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmeshinda yule mwovu. Vijana, mnanielewa? Lakini Mungu ametuandikia kwa sababu neno linakaa, na sisi tunafanyaje? Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnayo nini? Mnayo nguvu na neno la Bwana linakaa ndani yenu. Sasa baadhi ya vijana tumekuwa na visingizio, hasa hapa kwenye kutumika na vijana humu, tuna visingizio vingi. Sometimes sawa, heka za maisha unaweza ukakaa sehemu, yaani ukikaa tu chini ya mti wa mwembe ukajiuliza, mimi naishi au nasindikiza wengine? Sawa, yaani najiuliza maswali mengi, ila bahati mbaya sina wa kumuuliza, sababu yaani si mwepesi wa kuelewa, yaani nipa jibu jepesi. Kwa hiyo nahisi nikuuliza tunaweza tukakasirisha. Kwa hiyo najiuliza, kwa mfano, yaani mzuri kijana unakuwa vigezo, yaani unasema ni bwana, unajua wazee hawa ndio wanachaguliwa, wao wamesha tafuta maisha. Kwa sasa hivi ni muda wanakula sio wana pensheni na nini. After all sio kila mtu lazima atajenga.
Yaani uzima wa mbinguni hauhusiani na majengo kabisa. Unaweza ukafa haujajenga, unaweza ukafa hujaendesha gari, utakufa hujaoa. Hiyo inatokea kabisa. Kwa hiyo wewe mtumikie Mungu, mambo mengine yatakuja huko, yatakukuta mbele ya safari. Kama ikitokea haujajenga, yaani sasa tuseme umejenga, umefariki, umeacha nyumba, unaondoka nayo? Hapana, wanabaki wanagombania. Wengine wanaweza kuwa hata sio watoto wako, wanaweza wakazulumiwa hata watoto uliowaachia. Unaweza kujenga nyumba 10, watoto wakazulumiwa hizo nyumba. Kuna kisa kimoja kimesikika tu hapa, ni miezi tu. Baba sijui alikopa, sijui alifanyaje, bahati mbaya akafariki, kaacha watoto. Sasa jamaa naye akaja kudai nyumba, kwa sababu nyumba ndio imewekwa bondi. Nyumba ya milioni 100 na kitu Dar es Salaam. Mama akatupiwa virago nje, nyumba inatakiwa iuzwe. Na unajua wauzaji wa benki, mzee Manyanya anafahamu madalali. Yaani unaweza ukauziwa kitu, yaani nyumba ya milioni 100 ikauzwa ndio umebakiza milioni 50. Wakaipiga milioni 50. Kwa sababu nyumba yaani ni tusemeni kiwanja kinapanda kadri siku zinavyoenda, chenyewe kinaongezeka bei. Sio kama mwaka 98 umenunua kiwanja basi 2025 utakiuza bei ile ile. Kwa hiyo wapendwa, tumtumikie Mungu, mambo mengine atafanya hata tukuta mbele ya safari. Kwa sababu ngoja niwaambie, kumtumikia Mungu hakuhitaji utumike mpaka anapozeeki. Sababu Yesu mwenyewe alisema imekwisha akiwa na umri wa miaka mingapi? 33, amemaliza kazi. Kafa, kaenda zake wapi? Mbinguni, akiwa kijana kabisa. Hivi 33, miaka 33, si tumo wengi hapa. Miaka 33, tuko wengi hapa. Lakini tumefanya mangapi? Yesu aliyo miaka 23 ndio akasema imefanyaje? Imekwisha. Akafa zake. Sasa sisi tuna cha kujitetea. Hatuna cha kujitetea. Miaka michache inatosha. Sio yaani wewe tumika. Wewe ndani ya hiyo kizeeka, basi Mungu akikubariki ukafikia miaka 70, basi kwa utukufu wake. Lakini watakapokukutia wewe umefanya na wewe useme imefanyaje? Imekwisha. Una miaka 15, imefanyaje? Imekwisha. Kwa sababu ngoja niwaambie, sio yaani hatulingani. Sio kila mtu ataokoa watu 100. Sio kila mtu utawatendea wema watu 1000. Hapana. Hakuna kipimo cha hivyo, lakini ni Mungu tu mwenyewe ndo anafahamu kwamba wewe amekukusudia ufanye nini? Ufanye kitu fulani. Sasa wewe tumika, ikitokea umekufa, basi useme imekwisha, mimi na yeye tutaonana siku ya nini ya barabara. Au sio? Tusiachie wazee, tutumike. Basi hilo tulikuwa jambo la 3. Jambo la 4, vijana hatutaki kuwa na visingizio vyovyote katika kazi ya Mungu. Mungu anataka tutambue hili. Walikuwa akina Yona, walikuwa na visingizio kama sisi hivi leo. Nafikiri na mhubiri wa watoto ametoa kisa cha Nuhu hakutoa kisingizio, jenga safina. Na ujue safina watu unaposoma Biblia unaweza kujua kama matukio ilikuwa ni leo na jana, basi mvua ikanyesha kesho kutwa. Hapana, ilikuwa miaka 100 kujenga safina. Kufanyaje? Watu wanamzihaki miaka 120 na ngapi, watu wanajenga bila visingizio. Yona baada ya kusingizia akatafutiwa njia nyingine ya wokovu, hapo akawekwa kwenye tumbo la samaki siku 3. Alipotoka huko amefanya amenyoka. Akaenda kufanya kupiga nje. Na alichokuwa anaogopa kifo. Maana ule mji ulikuwa unasifika kwa watu wa katili. Sasa unaenda kwa ubilia sana leo.
Je, chukuliwe bahati waambie unatakiwa ukahubiri Afghanistan, sehemu ambayo hata ukishuka airport ukiwa na Biblia unaonekana ni nguruwe kaingia msikitini. Unaona? Sasa ndio wewe unaambiwa uende kule Afghanistan. Hataki kuwa na nini? Na visingizio kazi zipo. Visingizio ni vingi. Unajua bado kazini kule tuna nini? Hata mimi nimewahi kutoa visingizio. Tajitolea mfano, nilichaguliwa kuwa shemasi muhula wa kwanza tena huu. Nitoa visingizio. Lakini nataka nikwambie katika vile visingizio nilivyovitoa hata leo bado vipo. Hata leo sio kwamba vimeisha. Hata leo bado vipo na vinaongezeka sasa. Sasa utaendelea kutoa visingizio hata lini? Kijana mwenzangu, utaendelea kutoa visingizio hata lini ili utumike shambani? Wengine hiyo kibaraza kimepita kidogo hapa, unachaguliwa, unajua mimi bwana sasa hii nafasi sikika nitaiweza mimi mwenyewe, unajua tena mambo yako kama hajanyoka. Mtumikie Bwana na mambo yako yatafanyaje? Yatanyoka. Mambo mengine yanakuja tu kama baraka za kumtumikia Mungu. Amina. Tumalizie jambo la mwisho. Ujana wako unafaa kutumika kwa Mungu. Ujana ni alama ya ubora. Ili tulisome kabisa, tusome Timotheo wa kwanza 4 fungu la 12. Nafikiri ni fungu maarufu tu. Timotheo wa kwanza 4, ujana wako asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, katika upendo na imani na usafi, katika upendo, imani na nini? Na usafi. Najua ile fungu ni kali kidogo. Yaani mtu asiudharau ujana wako kivipi? Kivipi yani? Na tunaposemea mtu asiudharau ujana wako kivipi? Yaani asikutukane, yaani asikufanyaje, asikudharau, yaani kwamba huwezi kumpiga au yaani kivipi yani? Yaani asikufanyaje, asikurahisishe, asikuchukulie poa. Yaani mtu asikuchukulie poa, si ndio? Kivipi yani? Unaposemea mtu asiudharau ujana wako. Nafikiri jibu lipo mwishoni mwa hili fungu. Katika nini? Katika usemi, mwenendo, upendo, amani na nini? Na usafi. Yaani katika upendo, mwenendo. Sana hapa kwenye mwenendo hapa. Vijana kwenye mwenendo hapa, mwenendo wa Kikristo hapa. Ndio shida hapa. Kwa tujitahidi mtu asikudharau, yaani awe mwenendo wako unaenenda vizuri. Akiona usemi wako unasema vizuri. Yaani mimi mwenyewe nilikuwa sisemi vizuri. Kiwalisia nimebadilika sana. Nimebadilika sana. Na nafikiri ni Mungu. Kiuhalisia mimi yani ni Mungu tu. Kwa sababu sijakuwa katika malezi ya kuchungwa na wazazi. Kile kuchungwa na wazazi sijakuwa. Kwa maana nimekaa na wavuta bangi, nimekaa na wanaokunywa pombe, nimekaa na watu wale watu kutu wa mtaani ndio tulikuwa sisi. Hata usemi wetu tunajua tukiwa kwenye kikundi. Sisi ulikuwa tukuti tunatembea mmoja, tunatembea kikundi. Na bahati nzuri nimekulia Usukumani, baiskeli ni nyingi. Achana na huku kuna bodaboda. Kule kwetu kuna bodaboda za baiskeli. Hukatishi kwenye kundi hata kama tunatembea kwenye njia ukiwa na baiskeli. Inabidi ukuzunguke. Ukikatisha yako mbaya.
Unaona? Kwa hiyo katika mwenendo, katika nini? Katika usemi, unapoongea na watu wamuone Kristo. Wakutazama kwa mfano fulani, yaani uwe mtu wa mfano mzuri. Najua unaweza kujulikana hata kwa mabaya, si ndio? Lakini ujulikane kwa mazuri. Mengine Mungu atenda anaturekebisha mdogo mdogo. Kuna mambo fulani hata sisi tunajua sio mazuri. Kwa hiyo tujitahidi. Tujitahidi vijana. Tukae vizuri. Kanisa lijivunie kuwa na vijana. Nasema sio tunaonekana wahovyo huko nje, alafu sisi ndio kuna effort, sisi ndio tunaochimba manani yale wanasema pale kuna effort ya wasabada. Na nani upo? Ana kitu hapo. Inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo kwa yale ambayo tunajua mambo mazuri tunayajua. Na wengine tunaambiwa ndio matunda ya Roho. Tunda la Roho ni nini? Upole, upendo, uvumilivu, sijui kuwa na kiasi. Sijui mnanielewa vijana? Sio vijana wakaa mimi mzee. Mnanielewa vijana wenzangu? Mzee. Kwa hiyo Mungu anatamani tuyajue. Tunapoenenda katika mwaka 2025, mambo mengi yapo ya kukera. Yapo. Najua wengine hatuliziki hata na uongozi wa kanisa. Sasa hivi kanisa sijui nini, tuweni wavumilivu. Mambo mengine Mungu anayafunua na anadili nayo wenyewe. Ukiona mwenzio kachaguliwa katika mapungufu yake, sio muda wa kumsema, sababu hakuna aliyekamilika, au sio? Hakuna aliyekamilika. Katika mapungufu yake basi kuna mazuri yako nayo, tunatembea nayo. Hayo mengine Mungu anarekebisha mwenyewe. Kiona jambo aliendi vizuri, labda una wazo fulani, unatafuta namna nzuri ya kufanyaje? Na kuliwakilisha. Yapo mengi ambayo wengine hatuliziki hata na serikali, basi yani tuko huko vijana. Yaani na maswali mengi. Sababu sasa hivi vijana na kidogo mtoto mdogo tu anaweza kuuliza swali la ambalo unategemea mtoto ametumwa au vipi. Mwani swali aliendana na umri wake. Lakini ndio tulipofikia, maarifa yataongezeka. Sasa maswali mengi na kutokuwa hapa na nini tupende taratibu. Sio watu wa kulayo kuamsha vitu na nini vitu vipo vingi. Kwa hiyo vijana, Mungu anatamani haya mambo tuyajue, tuyarudia. Wakati wa ujana ni wakati mzuri wa kumtumikia Mungu. Uwekezaji Mungu amewekeza juu yetu. Mungu amewekeza nguvu, muda, vipaji, rasilimali tumtumikie. Sawa? Vijana tusiwe na manunguniko na sababu mbalimbali ambazo zitatufanya tusitumike shambani mwa Bwana. Kumbuka manunguniko yalikwamisha wengi.